Naongea kwa msisitizo, hii video natamani kila mfugaji imfikie, kwa sababu naenda kutaja vitu vitano au maeneo tano ambayo endapo hutokuwa makini basi unaweza ukapoteza vifaranga vyako kwa wingi na kwa uzembe kabisa. Ngoja nianze na hii. Mimi nimeshawahi kukutana na mtu mtandaoni, kama sijasahau ni Instagram au TikTok. Anawaelekeza wafugaji, anasema kwamba unaweza usitumie vitamini na antibiotic na badala yake ukachemsha maji ukawapa vifaranga wako wakapata afya wakakuwa vizuri kabisa. Na tena akawa anasisitiza chemsha maji yachemke mpaka zile centigrade 100 ndipo wape vifaranga wako, hapo utaepukana na matumizi ya vitamini na antibiotic. Nilisikiliza ile video, nilirudia kusikiliza hadi mara 5, sikuelewa huyu anamaanisha kitu gani. Sasa hii inanipelekea kukuambia kitu namba 1 ambacho usipokuwa makini nacho utapoteza. Nasisitiza wafugaji tupate elimu sahihi ya ufugaji wa vifaranga. Kitu kizuri au naweza nikasema kibaya sasa hivi, mitandao, kila mmoja anaweza akaposti mtandaoni akaelekeza kitu ambacho yeye ana elimu nacho. Kwa hiyo unaweza kukutana na mtu sahihi akakuelekeza jinsi ya kufuga vifaranga, lakini bahati mbaya unaweza kukutana na mtu akakupa maelekezo ambayo sio sahihi kabisa jinsi ya kuwalea vifaranga, na hivyo ukapata maelekezo ambayo yanaweza yakakuletea shida. Mtu anapokuambia fanya kitu hiki kwa vifaranga, lazima ujiulize ninafanya hiki kitu kwa ajili ya nini? Kwa mfano, sisi hapa tunasema kwamba unapopokea vifaranga inatakiwa uwape glucose. Kwa ajili ya nini? Kuwapa nguvu vifaranga, wamesafiri kwa muda mrefu, wameishiwa nguvu. Lakini pia huwa tunasema wapatie maji matupu kwa muda wa masaa 2. Lazima ujiulize kwa nini niwape maji matupu bila chakula? Yaani niwape maji bila chakula ambayo hayo yanakuwa na glucose kwa muda wa masaa 2, kwa sababu ndio kwa mara ya kwanza vifaranga wana kula. Uwezi ukawapa chakula moja kwa moja. Yaani sasa na mgonjwa ambaye hajala muda mrefu lazima umpe uji kwanza. Kwa hiyo ili kutengeneza njia utumbo, kunyosha vizuri utumbo, lazima uwape maji kwanza ndio ufuate uwape chakula. Kwa hiyo hapo panakuwa pana sababu kabisa. Unaona kwa nini tunawapa vitamini vifaranga? Kwa ajili ya kuwaondolea stress, lakini pia na kuwafanya waweze kupata kinga dhidi ya magonjwa, ukuaji mzuri, mle mna madini ambayo yatawasaidia katika kujenga mwili. Kwa hiyo unakuwa unaona kabisa kuna sababu. Lakini pia kwa nini tunawapa antibiotic? Kwa ajili ya kuzuia magonjwa ambayo yanasababishwa na bakteria, kwa sababu vifaranga chakula wanachokula huenda kikawa kimechanganyikana na uchafu, vimelea wa magonjwa wakawemo humo. Kwa hiyo unawapa antibiotic. Umeona sababu hizo? Na muda mwingine unakutana na mfugaji anakuambia vifaranga wadogo wapatie dawa ya mafua kabla hawajaumwa mafua. Sasa unajiuliza kwa nini? Yani kawaida tu hata kwa binadamu jamani, unaweza kumpa mtu dawa kabla hajaumwa? Hapana, si ndio? Kwa hiyo lazima upate elimu sahihi ya ufugaji. Yani tafuta watu sahihi ambao wanaongea vitu sahihi kwenye ufugaji. Uwe unawafuatilia hao watu, wanaweza wakakusaidia pakubwa sana. Inatakiwa uwe unachuja pia elimu ambazo unakuwa unazipata hasa humu mtandaoni. Eneo la pili ni kwenye upande wa tiba pamoja na chanjo. Vifaranga kwa kawaida wana kalenda yao ya chanjo. Siku ya 7 unawapa Newcastle, siku ya 14 unawapa gumboro, siku ya 21 unawapa Newcastle, unarudia siku ya 28 unarudia gumboro, siku ya 35 unawachoma chanjo ya ndui. Hizi ndio chanjo za kawaida sisi ambazo mara nyingi huaga tunazitumia. Zipo chanjo nyingi. Wanasema mwezi wa 2 kuku wako akifikisha miezi 2 inatakiwa uwape chanjo ya minyoo. Kwa hiyo sasa umeona hizi chanjo ni muhimu sana kwa vifaranga. Usije ukajidanganya ukasema kwamba na vifaranga wachache, sijui vifaranga wangu nimeambiwa wana kinga zipo juu sana, nisiwape hizi chanjo, au nitawapa chanjo hii mara moja. Jamani, chanjo ni muhimu sana kwa sababu zitakusaidia sana 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 sana, hasa kwenye pale ambapo inafikia kuku wako wamekutana na mazingira ya magonjwa ya virusi.
Pia kwenye chanjo hapa inahitajika elimu kubwa sana kuhusiana na chanjo, jinsi ya kuwapa vifaranga wako chanjo. Chanjo ipi ni sahihi, chanjo ipi sio sahihi, unawapeje kuku wako. Ndio tunarudi kwenye point namba 1 ile ya kwanza ambayo nimeitaja hapo kuhusiana na elimu sahihi ya kuwalea vifaranga wako. Kwa hiyo lazima upate elimu ya kuhusiana na chanjo. Ukitaka kupata elimu kama hizi hapa, unaweza kujiunga na group letu la WhatsApp la KingoFarm. Ada yake ni 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Na kwenye group letu bwana, utaona kabisa tumeagiza vifaranga, tunawapa chanjo, jinsi tunavyowalea kwa vitendo kabisa. Group letu ndio maana tunaitaga KingoFarm elimu kwa vitendo. Sisi wenyewe ni wafugaji, tukileta vifaranga tunaelekeza jinsi ambavyo sisi tunawalea, changamoto ambazo tunakutana nazo. Hatufichi kitu chochote kile kinachohusiana na ufugaji pale linapokuja jambo la ufugaji. Lakini pia hata kwenye hivi vitabu hivi tumeweka mlolongo mzima wa kuwalea vifaranga. Ujue uleaji wa vifaranga wa broiler tofauti na wa kienyeji, tofauti na chotara, tofauti na vifaranga wengine, yani vifaranga wanatofautiana. Kwa hiyo tumejitahidi kugawa kila mfugaji wa broiler na kitabu chake, mfugaji wa chotara na kitabu chake, mfugaji wa kuku wa kienyeji na kitabu chake cha mwongozo. Lakini pia hatujasahau kitabu cha jinsi ya kuwatibia kuku wako, kitabu hiki cha tiba za asili. Hiki tunakuelekeza wewe mwenyewe, yani huko uliko utatengeneza dawa kwa ajili ya vifaranga wako, kwa ajili ya kuku wako wakubwa pale wanapokutana na changamoto za magonjwa, na utatibia. Hizi tiba sisi kwetu hapa shambani pia zinafanya kazi vizuri kabisa kabisa kabisa. Kitabu kimoja ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Na eneo jingine ambalo ninapenda kusisitiza ni kwenye upande wa chanzo cha joto. Sasa chanzo cha joto kinajumuisha vitu vifuatavyo ambavyo labda hata wewe ulikuwa hujui. Ni chanzo cha joto chenyewe kama unatumia jiko la mkaa au vyovyote vile, lakini pia namna sahihi ya kuzuia joto lisipotee bandani, yani lisipotee, ubaridi usiingie pia, na hiyo ni elimu muhimu sana. Kwa mfano kama una banda la wazi, utafunika labda maturubai, uzuie muda gani na muda gani kuku wanahitaji joto, yani jinsi ya kumaintain joto kwenye banda lako, likijumuisha pia matandazo chini. Lazima uweke matandazo, usije ukalea vifaranga kwenye banda ambalo chini hujaweka matandazo. Matandazo pia huaga yanasaidia sana kwenye upande wa kutuza joto. Vifaranga wanalala kwenye hayo matandazo ambayo yanawapa joto pia, umeona. Lakini pia kwenye upande huu wa joto lazima ujue joto likizidi, joto likipungua inakueje. Hivi ni vitu ambavyo muhimu sana vya kuvizingatia. Vifaranga wako inatakiwa wawekee joto kwa muda gani, yani wawekee joto mpaka wakiweje. Hivi ni vitu pia muhimu sana vya kuzingatia kutokana na kuku ambao unakuwa unawafuga. Eneo jingine ambalo ni muhimu sana wafugaji ni kwenye upande wa chakula. Vifaranga wanahitaji chakula bora kuliko vile ambavyo wewe unafikiria. Yani vifaranga starter ambayo wanahitaji inatakiwa iwe na ubora wa hali ya juu. Bora ukakosea huku mbele, vifaranga wakisha kuwa kuku wakubwa miezi 2-3, lakini usije ukakosea kuwapa starter sahihi vifaranga wako. Kwanza kuna baadhi ya makampuni ukinunua starter ukawapa vifaranga wako utakuta wanadonoana. Watafikia tu kuna kaumri wataanza kudonoana, lakini pia watafikia kuna kaumri utakuta tayari wanavaa makoti, wanashusha mabawa, hawachangamki. Kwa hiyo muhimu sana hichi kitu pia kwenye chakula ni muhimu sana. Vifaranga wako ukiwapa pumba tupu lazima tu uharibu. Jamani, kama unachanganya chakula kwa ajili ya vifaranga, hasa mnaofuga kuku wa kienyeji, unahitaji kanuni bora kabisa. Kwa mfano sisi tunayo kwenye kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Na jambo la mwisho ambalo ni muhimu sana, unaweza ukateseka na magonjwa vifaranga wa wiki 2 wa wiki 1 na usielewe hawa vifaranga wamepatwa na nini, ni usafi. Usipokuwa msafi, yani kusafisha banda, vifaranga watapata mafua. Vyombo usipoviosha, vifaranga watapata typhoid, watapata kipindupindu, watapata coccidiosis. Yani usafi ni jambo la muhimu kabisa. Na mwisho kabisa unaweza ukajipatia incubator kutoka KingoFarm.
Hii incubator itakusaidia sana kwenye kutotoresha vifaranga, inatotoresha kwa asilimia kubwa. Hizi incubator jamani, zina ubora wa hali ya juu sana sana sana. Yaani tumewekeza muda wetu mwingi sana kwenye kuboresha hizi incubator ili wewe uweze kupata matokeo asilimia 100. Kama hivyo unavyoona, zinazungusha mayai zenyewe, zinafanya humidification zenyewe, ni automatic, ni full automatic. Zitakusaidia sana. Hii incubator inapatikana kwa gharama nafuu kabisa. Tutafute sisi KingoFarm ili uweze kupata incubator kama unahitaji incubator. Lakini pia kama unahitaji vitabu, namba zetu za simu hizo hapo, unaweza kutupigia ili uweze kupata vitabu kutoka KingoFarm.